Basi kwa bombe katika ubora wake akwambia mpira unapinda pinda kama nyoka kwenye majani. Bwana Job Abu Twalib Msheri, bwana harusi ali switch off kidogo hapa. Hata jana jioni wakati tunazungumza kwenye court nilikuwa nasema vyovyote takavyozungumzwa, lakini ile goli hatoki kwenye lawama. Kwa sababu mpira umekatika ni kweli, lakini you don't expect kufungwa goli la namna hiyo, kwa sababu limefungwa kwenye upande ambao wewe ndio unatakiwa kukava. Ali switch off baada ya Yanga kuchukua mpira, kwa sababu kulikuwa na build up ya Coast, alafu Yanga akaupora mpira. Mzize akauchukua, akutaka kupiga pasi, alitaka kudribble, alafu kuna mtu wa Coast tena pale akapiga tackling akachukua mpira. Credit kwa mpigaji ambaye hakutaka mambo mengi. Touch ya kwanza ilikuwa ni kuset na ya pili ilikuwa ni kushoot. Kwa hiyo kwa bahati mbaya sana Msheri hakuwa active kwa wakati huo. Yaani wakati Yanga ameshachukua mpira Yakame amerudi kwenye ile rest position, yani akawa tayari amerelax, hakuwa on toes, yuko flat footed, hakutegemea kama hata yule aliyochukua mpira atapiga tena kwa wakati ule. Na kwa bahati nzuri zaidi kwa mpigaji, ule mpira nao ukao umeenda ukikatika na umepita juu ya kichwa cha mlinzi. Kwa hiyo ile nayo inakuwa inampa sekunde moja nyuma golikipa, kwa sababu anadhani kwamba inawezekana mlinzi wake akaudefend kwa kichwa, na kwa mpaka aje kuona wakati unapita na kasi ya mpira na kukatika kwake ni ngumu sana kwa yeye kuucheza, ila usingependa kufungwa goli la namna hiyo. Overall alipata nafasi ya kuanza, nafasi ambayo imekuwa ni ya taabu kwa kweli kupatikana mbele Djigui Diarra. Kukaa bench kuna kutu umeziona au ni miongoni mwake ni yani hii nadhani alipaswa kufanya vizuri zaidi. Hata kama angekuwa anacheza ingewezekana pia angefungwa, kwa sababu pale ni akili tu. Baada ya kuchukua mpira manake karudi kwenye rest position, mpira ulikuwa haujaondoka kwenye eneo la hatari. Kwa hakutakiwa kurudi kwenye rest position. Alitakiwa bado awe attentive, akitegemea kwamba lolote linaweza katokea, licha kwamba mpira ameshaupata wao. Labda mpira ukishatoka kabisa kwenye eneo la hatari, kwa sababu mpira mnaweza mkauchukua nyinyi na nyinyi mnaweza mkaupoteza pia katika maeneo hayo. Kwa lazima ujue hizo nyakati zinaweza zikatokea mpaka pale mpira utakapokuwa umeondoka kabisa katika maeneo ya hatari.